katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo, karibu katika matangazo ya asubuhi ya BBC kwa lugha ya Kiswahili. Mimi ni Halima Nyanza. Na katika Amka na BBC asubuhi hii, Rais wa Marekani Donald Trump hapuuzilia mbali majibu ya Iran kuhusu mpango wa amani wa kumaliza vita, akieleza kuwa yasiyokubalika. Watu 69 wauawa kufuatia mashambulizi yaliyotokea katika jimbo la Ituri, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na Rais wa Kenya William Ruto na mwenzi wa Ufaransa Emmanuel Macron kuongoza mkutano mkubwa wa kwanza wa mataifa yasiyozungumza Kifaransa mjini Nairobi. Sisi kama wale ambao tunatumia Kiingereza tumeona hii ni nafasi nzuri ya kuvunja ile kasumba ambayo imekuweko kwamba lazima tugawanye bara la Afrika kulingana na lugha ambayo wanaitumia. Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na Isabela Mwagodi. Karibu Isabela. Naam, shukran Halima Nyanza. Rais Trump amekataa mapendekezo mbadala ya Iran dhidi ya mpango wa Marekani wa uwezekano wa kufanya mazungumzo ya amani. Akiandika kupitia mtandao wa Truth Social, alisema sipendezwi nayo, hayakubaliki kabisa. Inaripotiwa kuwa mapendekezo hayo ya Iran yalijumuisha mapendekezo ya kutenganisha mazungumzo ya kusitisha uhasama katika mlango bahari wa Hormuz na masuala mengine tata kama vile mpango wa nyuklia wa Tehran. Waziri Mkuu wa Ufaransa amethibitisha kuwa mmoja wa abiria waliorejeshwa nyumbani kutoka kwenye meli ya kitalii ya MV Hondias ameanza kuonyesha dalili za virusi vya hantavirus. Meli hiyo kwa sasa imetia nanga katika visiwa vya Tenerife, Uhispania. Mgonjwa huo ni miongoni mwa raia 5 wa Ufaransa waliosafirishwa kwa ndege siku ya Jumapili kutoka kwenye meli hiyo iliyokumbwa na mkurupuko huo katikati ya bahari ya Atlantiki. Wakati huo, kaimu mkuu wa vituo vya kudhibiti magonjwa nchini Marekani amesisitiza kuwa hatari kwa umma ni ndogo. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Ghebreyesus amesema uamuzi wa Marekani wa kutofuata mwongozo wa WHO kuhusu mlipuko wa virusi vya hanta unaweza kuwa na hatari. Our advice is clear. Ushauri wetu upo wazi, karantini kwa siku 42, lakini hii inaweza kufanyika hata katika kituo maalum au nyumbani. Bila shaka tunazishauri nchi kuhusu hatua hizo, lakini mwisho wa siku hatuzilazimishi. But at the end of the day, we don't impose. Ripoti kutoka kaskazini mwa Nigeria zinasema kuwa makumi ya wavuvi wanahofiwa kufariki baada ya kunaswa kwenye operesheni ya mpakani iliyofanywa na jeshi la Chad dhidi ya waasi wa kijihadi. Taarifa zaidi na Samuel Batenzi. Maafisa wa ndani wameliambia shirika la habari la AFP kuwa ndege za kivita za Chadi zilishambulia kwa mabomu visiwa viwili katika ziwa Chadi. Wavuvi walioponyoka wanasema wenzao wengi wamekufa na wengine hawajulikani walipo. Wiki moja iliyopita, Chadi ilitangaza hali ya hatari katika eneo la mpakani baada ya wanamgambo wa Boko Haram kushambulia kambi za kijeshi na kuua wanajeshi zaidi ya 20. Majenerali 2 walifariki katika shambulio lingine la kushtukiza. Hadi sasa hakuja kuwa na tamko lolote kutoka kwa serikali za Chad au Nigeria. Na jeshi la Sudan limetangaza kukomboa eneo la kimkakati la Al-Kaili katika jimbo la Blue Nile, likinyakua kutoka kwa wapinzani wao wa kikosi cha Rapid Support Forces. Eneo hilo liko kusini mashariki mwa nchi karibu na mpaka wa Ethiopia. Ingawa jeshi linasherehekea hatua hiyo, bado hakuja kutokea thibitisho la huru kutoka kwa waangalizi wa kimataifa kuhusu mapigano hayo. Hii ni BBC. Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Isabela Mwagodi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikitangazia kwenye FM radio ya shirika la internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania unaweza pia kutusikiliza kupitia Radio 1, Radio Free Africa, Radio Kwizera na CJFM. Nchini Kenya tunapatikana kupitia Mwanedo FM, Nyota FM na Pamoja FM. Uganda, Voice of Busoga, Voice of Muhabura na Radio Chitara. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Elizadil Radio. Matangazo haya unaweza kuyasikiliza moja kwa moja kupitia YouTube BBC Swahili. Mimi ni Halima Nyanza, karibu. Rais Donald Trump wa Marekani amepuuzilia mbali majibu ya Iran kuhusu mpango wa amani wa kumaliza vita, akiyataja kuwa hayakubaliki kabisa. Kupitia mtandao wake wa Truth Social, Trump amesema hapendezwi na mapendekezo hayo ya Tehran. Zaidi na Isabela Magodi tena.
Iran kupitia nchi ya Pakistan iliyokuwa mpatanishi ilikuwa imependekeza kusitishwa mara moja kwa vita kwenye nyanja zote, kukomeshwa kwa kizuizi cha madini cha Marekani na dhamana ya kutorudiwa kwa mashambulizi dhidi ya Iran. Licha ya kusitishwa kwa mapigano kusaidia mazungumzo tangu vita kuanza mwezi Februari, hali bado ni tete. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesisitiza kuwa vita haviwezi kuisha hadi maeneo ya kurutubisha madini ya uranium nchini Iran yafungwe kabisa. Akizungumza na kipindi cha 60 Minutes cha CBS, Netanyahu amesema lazima vinu hivyo vibomolewe. Rais Trump aliniambia kuwa alitaka kwenda kuingia huko ndani, na nadhani inawezekana kufanyika. Hilo sio tatizo. Ikiwa mna makubaliano na mnaenda huko na kuitoa, kwa nini ishindikane? Hiyo ndiyo njia bora zaidi. Utaniuliza maswali na nitayakwepa kwa sababu siwezi kuzungumzia uwezo wetu wa kijeshi na mipango yetu. Kwa upande wake, rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema nchi yake haitainamisha kichwa mbele ya adui, akisisitiza kuwa mazungumzo hayamaanishi kusalimu amri. Mzozo huo sasa umehamia baharini. Iran inaendelea kufunga mlango bahari wa Hormuz, hatua iliyosababisha kupanda kwa bei ya mafuta duniani. Marekani nayo imeweka kizuizi katika bandari za Iran ili kushinikiza Tehran. Msemaji wa kijeshi wa Iran Mohamed Akhaminia ameonya majirani zake dhidi ya kufuata vikwazo vya Marekani, akisema meli yoyote itakayopita kwenye mlango bahari huo bila kushirikiana na Tehran itakabiliwa na matokeo makali. Ripoti zinasema meli ya mizigo inayopepea bendera ya Marekani imeshambuliwa karibu na Doha, Qatar. Aidha, nchi za Kuwait na Milki za Kiarabu UAE zimeripoti kudungua ndege zisizo na rubani zilizotokea upande wa Iran. Uingereza imetangaza kutuma meli ya kivita kulinda njia za majini, huku mawaziri wa ulinzi kutoka mataifa zaidi ya 40 wakitarajiwa kukutana leo ili kujadili mpango wa kulinda usafiri wa baharini. Isabella Magodi. Watu 69 wameuawa kufuatia mashambulizi mapya yaliyotokea katika jimbo la Ituri kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kulingana na vyanzo vya usalama nchini humo, mauaji hayo yametokea baada ya mfululizo wa mashambulizi yaliyohusisha jeshi la Kongo na makundi mawili yenye silaha, kundi la CRP na wanamgambo wa Codeco. Nastia Mohamed na maelezo zaidi. Mamlaka katika jimbo la Ituri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinasema makumi ya miili yamepatikana katika siku za hivi karibuni kufuatia mashambulizi mapya ya makundi yenye silaha. Kwa mjibu wa msemaji wa jeshi katika jimbo hilo, Luteni Jules Ngongo Chikudi, timu za uokoaji zimezika miili 34 ndani ya kipindi cha saa 48 pekee. Amesema mazishi hayo yalifanywa na wahudumu wa afya kwa ushirikiano na timu za Umoja wa Mataifa pamoja na shirika la Msalaba Mwekundu katika kijiji cha Basa. Kudi ameonya kuwa idadi hiyo bado ni ya muda, akisema takwimu nyingine zozote kwa sasa ni za kubashiri tu, huku uchunguzi ukiendelea kubaini waliohusika na mashambulizi hayo. Taarifa zinasema kuwa ghasia hizo huenda zilichochewa na shambulizi la tarehe 28 mwezi Aprili, ambapo wapiganaji wa kundi la CRP walivamia kambi ya jeshi karibu na mji wa Pimbo. Vyanzo vya eneo hilo vinasema wanamgambo wa Codeco walijibu kwa mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya vijiji kadhaa, hali iliyosababisha vifo vya raia. Shirika la habari la AFP limemnukuu mfanyikazi mmoja wa misaada ya kibinadamu akisema baadhi ya mili ilikuwa imetapakaa ardhini kwa siku kadhaa kabla ya kuondolewa. Hata hivyo, simulizi kuhusu chanzo cha mapigano hayo zinaendelea kutofautiana. Chanzo kutoka kundi la CRP ambacho hakikutaka kutajwa jina kimesema wapiganaji hao walilenga kambi ya jeshi pekee na kukanusha kuwashambulia raia kwa maksudi. Kwa muda mrefu sasa, jimbo la Ituri limekuwa likikumbwa na mvutano wa kikabila kati ya jamii za Hema na Lendu ambazo mara nyingi huhusishwa na makundi hasimu yenye silaha. Mashariki mwa Kongo imeendelea kushuhudia miongo kadhaa ya ghasia zinazochochewa na ushindani wa udhibiti wa maeneo yenye utajiri mkubwa wa madini. Umoja wa Mataifa unasema karibu watu milioni 1 wamekimbia makazi yao katika jimbo la Ituri pekee, huku hali ya ukosefu wa usalama ikiendelea kuzidisha mzozo wa kibinadamu katika eneo hilo. Taarifa Isabella ya Nastia Mohamed. Harris Mukele, mkazi wa Muleba mkoani Kagera nchini Tanzania, anasema watu wengi wamekuwa wakimnyoshea kidole na kudai kuwa ana jinsia mbili kutokana na hali aliyonayo ya kuota ndevu kwa wingi sawa na mwanaume. Akiwa na miaka 16 tu ndevu zilianza kutoka, jambo lilompa wasiwasi mkubwa, lakini bibi yake anasema alimwambia asinyoe kwani ni mabadiliko ya kawaida tu ya mwili. Kwa sasa